Kusudi kubwa la imani si kupata fedha. Kusudi kubwa la imani si sababu yoyote ile, kwa kuwa Yesu hakuja ili pesa zitoke mbinguni. Yesu hakuja duniani ili fedha, utajiri, sijui chochote kile kitoke mbinguni kija duniani. Na Yesu Kristo alipokuja alileta kitu tofauti na ambavyo vinahubiriwa leo, na kitu kikubwa ambacho yeye alikuja akileta duniani ni mwaliko wa harusi. Ndio maana akatoa mifano mingi ya wanawali 10 wenye hekima 5 na wapumbavu 5, siku ile atakapokuja bwana harusi. Na hawa wanawali 10 wote wamebeba title moja kwa Kristo. Wote wana title moja kwa Kristo. Wote. Ila katikati yao watagawanyika makundi mawili, wapumbavu na wenye hekima. Na wapumbavu ni wale ambao hawakujua ambacho kilitakiwa. Wenye hekima ni wale ambao walijua kilichotakiwa, wakakaa mkao ambao bwana harusi anapofika wana uwezo wa kuingia kwenye harusi. Na maandiko yanasema msingi wa Injili umetaka sura hiyo. Msingi wa Injili ni watu wahubiriwe habari ya toba na msamaha. Soma kwenye kitabu cha Luka. Sitakwambia mstari, tunaangalia mstari. Lakini msingi wa wokovu ulibebwa na ujio wa Yesu na ulifunuliwa na kazi yote aliyofanya. Katika kazi yote aliyofanya, wanadamu waokolewe. Hakufa msalabani wewe upate hela. Hakufa msalabani wewe upone. Hakufa msalabani wewe uolewe. Yote hayo ni ziada. Yesu akasema cha kwanza ni ufalme wake. Ufalme wake ndio kitu kikubwa ambacho hautakiwi ukose ndani ya huo ufalme. Haya mengine ni ziada, narudia. Haya mengine ni ziada. Na probably unaweza ukayapata au ukayakosa. Kwa sababu kwenye masuala ya imani Mungu ana priority, ana vipaumbele vyake. Kipaumbele kikubwa ni uokolewe. Uokolewe kutoka katika dunia iliyoharibika ya dhambi, ya utumwa na uovu na uasi. Uwekwe ndani ya wana wa Mungu, wana wa ufalme, warithi wa uzima wa milele. Sawa? Huo ndio msingi wa wokovu. Haya mengine kukusanyika kwetu hapa kwenye kuwadio. Masuala ya utajiri na fedha na mpanzoi yako duniani. Ndio maana unasoma kwa bidii. Unasoma kwa bidii upate ajira, upate hela. Kusoma kupata kwenye ajira, unasoma zaidi ya miaka 13 almost. 13 mpaka 18. Baadhi ya watu. Ukipiga mahesabu umestruggle kwa njia nasa. Ukaenda primary 7 years. Ukaenda middle school. After middle school now uko advanced level. Fanya calculation ya 11, 13. Unamaliza form 6. Jumlisha miaka 3 mpaka 7 ya wale wanaosomea mambo yao miaka 7. Miaka 20. Wengine wamesoma miaka 7. Unaenda kupata ajira ambayo kiukweli haitakuwa na rekodi yoyote mbinguni, haitalipa. Itakusaidia hapa duniani. Ajira ni muhimu sana. Kwa kuwa utahitaji kuwa na watoto, utahitaji kuwalisha. Na sisi kanisani tunahitaji hiyo sio maskini. Tunahitaji kuchapa Injili, tuchape yote Injili. Kwa sababu hii Injili ili iende mahali
pia lazima wawepo wanaoipeleka. Watumishi kanisani tunagawanyika makundi mawili, wanaotumwa na wanaopeleka wanaotumwa. Sasa wale watakuwa kuwa kwenye platform ya waliotumwa, sometimes tuko full time ministry, yani huduma zetu ni 24/7. Sina muda wa kusema ninaweza nikaenda nikafanya kazi mahali ili nipate fedha. Kwa Mungu atakuinua wewe kwa ile ajira ambayo umestruggle nayo. Kitakachokusaidia na utakachokukuta mbinguni ni kile ambacho ulikitoa ukiwa hapa duniani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi uwe na dunia, uwe na dunia. Sasa hautakuta chochote. Mwisho wa siku ukikata roho ukaondoka, utagundua kwamba kila kitu kitashika mgongo. Na kile cha roho ndio hiki ambacho we are dealing with. Uwe na uzima wa milele. Kwa hiyo hili unapoona kwamba wewe ni Mkristo au unaona umeokoka, sio mbwembwe la swala la kuwa mwanadini ili upate hela au uwe unampelekea Mungu problem zako. Mungu naomba ugali, Mungu naomba. No. Masuala ya ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya wewe kuwepo mahali fulani, kwa sababu hii dunia imewekwa akiba kuvunjwa. Hakuna chochote kitakachoendelea hapa baada ya miaka kadhaa huko mbele, hatujui. Sawa, ni miaka mingapi, lakini kwa utaratibu wa Biblia hii dunia imeshaoza na kazi zote ni mbovu, na ndani yake shetani ameruhusiwa afanye vya kwake. Na ndio maana huwezi kuomba maombi yoyote yale ukamwondoa shetani mtani. Utazuia baadhi ya programu zake, lakini kumwondoa haiwezekani, kwa kuwa mlango umeshafunguliwa wa shetani kwa duniani, na anaruhusiwa na Mungu ili wewe ambaye unamkataa Yesu, shetani akusaidie kwenda naye mahali apaenda yeye. Si mmesoma mahali jehanamu msoro kutengenezwa kwa ajili ya watu. Jana nilitengenezwa kwa ajili ya shetani. Lakini duniani kuna watu makundi mawili, wana wa Ibilisi na wana wa Mungu. Kwenye Yohana sura 8 inaongelea. Yesu anawaambia, hamwezi mkasikia maneno yangu, wala hamwezi mkayatii, wala hamwezi mkayakubali, kwa kuwa ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa yale yote ambayo nimetumwa niwaletee ninyi, you don't have capacity to carry it. Huna uwezo wa kubeba, kwa kuwa nyinyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Alikuwa anaongea na taifa la Israeli, alikuwa anaongea na Wasamaria, wala alikuwa anaongea na watu wa Tiro wala wa Sidoni wala watu wengine. Alikuwa anaongea na Waisraeli ambao tunaamini kwamba Mungu kapitia kwao, na hata Yesu hajatoka kwa China, katoka kwao. Lakini hao Mungu anawaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na mapenzi ya baba yenu ndio mnaoyafanya. Kwa wale watakaofanya mapenzi ya baba yao Ibilisi, wataenda naye wapi? Jehanamu. Wale ambao watajua mapenzi ya Mungu na kwenda naye, watakwenda kwenye ile ahadi ya uzima wa milele. Mimi natamani usiwisi tuko pamoja. Haya masuala ya imani sio masuala ya barabara, sio masuala, don't compromise your faith. Usichanganye imani. Sio masuala ya ovyo. Ni sensitive issues. Very, very sensitive. Sio mnanielewa? Very sensitive. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo watu huwa tunavichukulia kama masiara. Kwa mfano, hivyo ulivyo sasa unaamini kwamba utakufa. Tuulizane tu maswali mama. Hivi ulivyo sasa hivi unaamini kwamba utakufa? Si rahisi.
Yani unaweza ukaamini kwa story, lakini ndani you feel like kweli mimi nife. How? Sio, mnaelewa? By the way, niwaambie kwa nini mwanadamu huwa haamini kwamba atakufa. Ni kweli mwanadamu huwa hafi. Mwanadamu huwa hafi. Kwenye kufa kuna game tu. Is a simple game. Tunajua magame na mchezaji kushinda. Kufa kiuhalisia mwanadamu hafi. It is a simple game. Unabadilisha location tu. Mngeelewa, mwanadamu huwa hafi. Huu mwili wewe ndio unaona ni mwanadamu. Alafu umemaliza. Wewe ukiwaza kufa unaishia kuwaza huu mwili. Dai. Roho inakwambia huwezi kufa kwa sababu roho haifi. Sawa? Kumbuka ndani yako una mwili, hapo una mwili. Ndani yako kuna roho. Na wale wanaosoma vizuri Biblia wanajua kwamba roho iko kama ulivyo mwili, isipokuwa yenyewe ni roho. It is untouchable, untangible. Huwezi ukaishika ukiwa katika ulimwengu huu. Lakini uhalisia ni kwamba siku ukifa, you will never believe kama umekufa. Utaona. Utaona. I tell you true. The day your spirit will shift out of your body, you will never believe kama umekufa. Kwa sababu the same you are, you will be. Kwani hamsomi kwenye Biblia yule tajiri na maskini walivyokufa? Tajiri si alikuwa na njaa. Tajiri si alikuwa na kiu. Tajiri si alikuwa anahitaji msaada. Tajiri si alikuwa na mvua. Kama alikuwa na kiu, hana koromeo la kunywa maji. Anayo. Biblia inasema kama tulivyo na viungo vya mwili na viungo vya roho vipo. Sikiliza niwaambie watoto. We are here for the business. Tuko kwenye biashara ya uchaguzi. Ukisha shifti kutoka kwenye roho utakuwa wapi? Kutoka kwenye mwili. Utakuwa wapi? Kwa sio game. Kwa sababu kuna watu wanazania ni masuala haya. Ukienda ukipita pale ndugu yako amefariki ukimchungulia, sometimes mpaka unaishi madaktari ni waofu. Hivi kweli wamesema amekufa? Unamwangalia. Wewe ungemkufa kweli? Ni kama mmelala. Ipo siku itakuwa kwangu. Ipo siku itakuwa kwako. Lakini nawaambia ukweli. That day, siku hiyo huwa ni mbaya sana kwa wanadamu ambao hakuishi kwa maisha. Ni mbaya kwa zote. Ni mbaya sana. Maisha tulionayo watoto, option ya kutengeneza mambo yetu na Mungu tunayo tukiwa hapa duniani. Hapa duniani. Wakati huu una mwili, una roho, una nafsi. Ndio maana kusoma kwenye hiyo Luka 16. Yesu anavyotoa ile story, Ibrahim alijibu akasema, tajiri sikia, kama ni swala la hao ndugu zako kuhubiriwa injili huko duniani, wako iko Torati na manabii. Iko Torati na manabii. Maneno ya Mungu si ndio hayo? Ziko sheria za Mungu pamoja na maneno aliyosema manabii. Au maana yake wako watumishi wa Mungu. Wasipowasikiliza hao, hata mtu akitoka kwa hofu hawatamwamini. Waisikilize hiyo Torati pamoja na manabii. Ndio maana kwenye wokovu, Biblia yote hii usije ukakata Agano la Kale ukatupa, ukabakia na Agano Jipya. Biblia inasema tuna wajibu wa kusikiliza Torati na manabii. Sio story, wewe kasome Luka hiyo utaona habari ya tajiri na Lazaro maskini. Kwa hiyo unajua ambacho
kilitokea. Yule tajiri alikula bata duniani, alitengeneza legacy, alitengeneza popularity, alikuwa na heshima, alikuwa anaishi maisha ya freedom, do whatever. Na Biblia inasema yeye alivyokuwa hapo duniani alienjoy, alipata furaha yake, lakini Lazaro alipata mabaya, hakuiacha njia ya Mungu katika yote. Baadaye walivyokufa, Biblia inasema sasa ni zamu ya nani? Ya tajiri kuumia, alafu ya Lazaro kula bata. I don't know, lakini I cry. Na ndani yangu mara nyingi huwa nasikia Roho Mtakatifu analia, hasa kuhusu hiki kizazi. Wanaomfuatilia Mzee Moses Kulola alikuwa anahubiri mpaka analia. Anaambia wanadamu nisaidie mpaka hivi. Nitaambia mpaka leo. Ili mniamini. Kwa nini alikuwa analia? Moses Kulola alifanikiwa kwenda kuzimu, na kitu kibaya ambacho aliwahi kukiona kule, alimkuta mama yake mzazi kuzimu. Nenda kafuatia kwenye document YouTube utakuta story ya Moses Kulola. Alikuwa anamchapa mama yake Injili, mama acha ugolo. Mimi na ugolo ni rafiki. Mama acha ugolo, ni dhambi. Na kule ukanda wa Mwanza kule maeneo ya kanda ya Ziwa kule kuna ile dini moja inaitwa nini? AIC. Kwa hiyo mama alikuwa ni AIC na hivyo na mchungaji wake hivyo. Sasa sikiliza story. Akana mchapa Injili, mama ana ignore. Anamwambia ukweli, mama anakataa. Anamwambia ukweli, mama anakataa. Ghafla yeye akiwa kwenye mikutano yake Injili akapata taarifa mama atafariki. Alipata taarifa. Maswala ya msiba yakaisha. Swali lake likaibuka moyoni, Mungu, mama yangu kaenda wapi? Nataka kujua. Akaanza kufunga na kuomba. Akafunga na kuomba, akamwambia Mungu, kama utanijibu basi nife. Akaomba sana, akafika mahali ampatia skeleton. Ndipo Yesu akamtokea, akamwambia muomba jambo hili, lakini kila mbaya atabeba. Twende nikupeleke uone mama alipo. Anakuambia alichukuliwa wakaenda sehemu kuna giza kubwa. Alafu kuna fukuto na joto ambalo halitakuja kwa kutokea duniani. Na ule moshi mkali unaonekana una mawimbi ndani, maana kule ndani kunaonekana kuna moto. Yesu. Unajua kuna wakati unamwomba Mungu kitu alafu unaweza kumwambia Mungu please niache. Kwa katika yale mazingira sawa. Ghafla akaona kiumbe cha ajabu kinamsogelea. Cha ajabu maana yake alikuwa white. Na huwa anapenda kusema maana yake alikuwa mweupe. Lakini kikatokea kiumbe cha ajabu cheusi. Hata sura akifahamu tena. Kikamwita mwanangu Moses Kulola. Akashtuka, akamwambia Yesu, huyu ni nani? Yesu akamwambia yule mama yako alikataga kuacha ugoro. Na alikataga kukaa na mimi katika njia ya usafi na utakatifu. Moses Kulola akaanza kulia. Wewe ukamsaidia tena. Just maisha. Akaanza kulia kwa machozi. Ana namna ya kumsaidia mama. Na kibaya alikuwa anaomba pia wale wahubiri wale wa hizo dini ambao ni wajanja wakifaga wanaenda wapi? Kwa akaletewa na baadhi ya kaona wachungaji wako kule. Ila hapa duniani walikuwa wanachapa Injili.
wanajiita wa Yesu, lakini wapo. Hiyo ilifanya Moses Kulola maisha yake yakawa ni njiani. Alihubiri injili hata kwa Mungu. Kilio chake kwa Mungu, kule nilikokuona asiende hata mmoja, asiende hata mmoja. Sasa haya mambo, kuna watu hata hapa wanafikiriaga sometimes, hivi kweli ni kweli Mungu aliumba alafu anipige kule? No. Sikilizeni niwaambie watoto wangu, Mungu si kwamba ni dikteta, isipokuwa Mungu amempa mwanadamu kuchagua. Kumbuka ile kwenye kitabu cha Kutoka, anawaambia nimeweka mbele yenu mema na mabaya, baraka na laana, uzima na mauti, chagueni leo. Sawa? Yaani Mungu miongoni mwa kitu amefanya imeshazima. Sasa miongoni mwa kitu Mungu amefanya, amekupa choice. You can choose. Amekupa choice. You can choose where to go. What to do. Do what you do and do what you like and do what you love. Lakini kumbuka utaenda kutoa hesabu. Hamjasoma mahali pameandikwa kwamba kufa kwa mwanadamu kumekuwa mara moja na baada ya kufa ni mahesabu, au baada ya kufa ni hukumu? Hamjao kusoma hiyo? Kwa nini nimetumia neno mahesabu? Kuna watu hawaelewi maana ya neno mahesabu. Nenda mahakamani utajua kwamba hukumu ni mahesabu. Sawa? Ukishaenda mahakamani, kesi itastetiwa. Uliiba, ulibaka, ilikuwaje, utafanya kila kitu. Ukigundulika na makosa, mahesabu yamekamilika, wanakupiga penalty. Kwa kosa lako ni miaka 8. Kwa kosa lako ni kifungo cha maisha. Sasa nisikilize. Baada ya kufa, wanadamu ni roho. Narudia, mke wangu ameshajaribu kufa nikamrudisha. Akaniambia kufa inavyokuwa, mimi sijawahi, sijui inachotokea. Nachojua tu natumia platform ya ndoto. Kwa sababu kwenye ndoto unaweza nikaenda Mwanza, naweza nikaenda Korea, naweza nikaenda Marekani kwenye ndoto. Wakati nimelala, ilienda kule nini? Roho yangu na nafsi yangu. Sio, mnanielewa? Halo. Sasa mwisho wa siku watoto tuelewane. Hatugombani. Biblia inasema choose now. Chagua kwenda na Mungu, sio lele mama. Kwenda na Mungu utadhiki. Kwenda na Mungu utakutana na magumu na mabaya. Biblia inasema dunia itakukataa. Dunia itakusulubisha. Yote hayo yako kwenye Biblia. Wokovu sasa hivi ni luxury. Yaani ni luxury. Nani atawadanganya? Wokovu sio luxury. Mimi nisiwadanganya, wokovu sio luxury. Ni maamuzi magumu. Maandiko yanasema zimewekwa mbio mbele yetu. Sasa yamewekwa mashindano. Ni Biblia na yana kwambia yote hapo, it is there in Bible. Hata na msemo ndio kusoma. Yamewekwa mashindano mbele yetu. Kama yamewekwa mashindano, unaelewa kinachotokea? Kuna mshindi na kuna anayeshinda. Aliyeshinda ni yule ambaye aliamua kujikomiti. Nenda kamtafute mwanariadha. Atapiga mazoezi kila siku. Ataenda gym, atatumia mpaka fedha wakati mwingine. Atawekeza. Wanafikiri mbinguni wanaenda watu ovyo ovyo, sio shamba la Mungu. Mimi niwaambie. Mimi ninajua kufundisha masomo mengi. Naweza kufundisha somo la uchumi kwa tajiri. Kabisa. By the way, pia nimesoma uchumi RFC. Naweza nikakufundisha chochote kile. Unaona kuja kwa Roho Mtakatifu. Whatever. Mungu amenipa neema. Lakini msingi wa kwanza ni wokovu.
Msingi wa kwanza ni utakatifu. Hayo mengine ni ziada. Nikikujenga kwa hayo na nikakusisitiza kwa hayo, unaweza ukaburudika, ukapenda, ukanini. Unajua kila mtu ana ambition zake, ana matakwa yake na choices zake. Sawa? Wengine hapo kanisani wachumbie. Wengine hapo kanisani wachumbiwe. Wengine hapo kanisani wametumwa pia ni agent. Kila mtu kanisani ana business zake. Lakini mimi nakushauri one business. Ukiwa kanisani, jua wokovu ni nini, utakatifu ni nini. Sawa sawa, eh? Binti yangu, soma kwanza maandiko. Tuone kwanza kibiblia pia kuna ideas zipi. Kwenye Biblia kuna ideas zipi. Mithali 14:12. Andika maandiko alafu binti yetu anasoma. Mithali 14:12. Mithali 14:12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Jamani, sio mimi nasema. Usiniangalie mimi ukasema jamaa huyu. Yaani jamaa huyu, yeye kazi zake ni kutufanya. Jamani, sikiliza. Siku moja nilikuwa nimekaa na kijana fulani. Kwa tumekaa sana. Tena timu ya injili. Sawa. Ukiona nimevaa ile na fulani hivi, ile utaona imeandikwa Pops. Ile ni ministry imesajiliwa Tanzania. Na usikia mambo ya injili. Kwa tulikuwa nafikiri tulikuwa Tanga. Nenda kuchapa injili mkaja na mzote. Tuko tumekaa kwenye group, baadhi ya watu wakasema, "Yaani magembe bwana. Magembe yakifungua tu mdomo ni hukumu na dhambi. Nikukwambia una dhambi." Nikamwambia yule ndio mzuzi. Hakuna mchungaji amsiki bwana. Sometimes unatumia discipline. Sikilizeni niwaambie. Nenda kasome Biblia yako vizuri. Watu wote waliosimama na Mungu vizuri hawakuaga na kona. Walikuwa wakija na kuletea ujumbe ambao unatakiwa kusaidia. Na kwa kuwa ni ngumu kupokea, wengi walikuwa wanakufa. Hata Yesu alikufa. Leo nafikiri Yesu alikufa kwa ajili ya kuokolewa. Ni kweli kilichofichika ndani ni wewe kuokolewa. Lakini wakati wanamsulubisha, hawakumsulubisha ili uokolewe. Huyu Yesu mnayemwamini, na mimi namwamini, na ndiye anayetupeleka mbinguni. Hakufa waliomsulubisha kwamba wanampeleka pale eti wewe jamaa kufa hapa, watu waende mbinguni. Hakuna. Walimsulubisha kwa sababu alikuwa disturbed man. Kila anachoongea anapingana na dini zao. Kila anachoongea anavuruga serikali. Kila anachoongea anawakosoa watu. Akasema mjinga asifungue. Kamata, weka msalabani. Huwa. Leo nyewe wahubiri mnaojiita wa Yesu mnakuja na bla bla. Mmetoka wapi? Sasa nyoka. Injili tuhubiri aliyohubiri Yesu haina mbwembwe. Walinikataa mimi, watakataa nyinyi. Hakusema? Alisema. Walitenda hivi kwa mti mbichi, je kwa mkavu? Hakusema? Alisema. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa watu, lakini ukishatokezea mwisho utatokezea kuzimu. Mwisho wake ni mauti. Na imeandikwa sehemu hii. Imeandikwa hapo, ikaandikwa na kwenye 16:25. The same message. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa watu, lakini mwisho wake ni mauti. Sasa njia salama ni twende kitabu cha Isaya 35:8. Njia ambayo hutaishia kwenye mauti. Isaya 35:8. Isaya 35:8. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na hapo patakuwa na njia kuu. Kwa hiyo kuna njia unaenda mautini, lakini kuna story ya njia nyingine. Kuna njia kuu. Na njia nayo itaitwa, hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu. Wasio wasafi hawatapita juu yake. Hawatapita kwenye njia hiyo. Sio mimi nasema.
Tuendelee. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao. Wasafiri. Kama wasafi, wasio safi watakuwa. Endelea kusoma. Wasafirio. Wajapokuwa wajinga. Hawatapotea katika njia hiyo. Unaelewa kilichoshika ndani? Kuna njia ambayo hata wajinga watapotea. Hiyo njia inaitwa njia ya utakatifu. Hata wajinga hawatapotea. Sio mimi nakwambia. Kwa kigezo kikubwa cha sisi kuwa hapa, holiness. Holiness, no compromise. Maana kwenye hiyo njia ndio njia ambayo watu hawatapotea. Hawataishia maudidi. Hao wengine wataishia wapi? Na sifa hiyo njia, usipokuwa msafi upiti kwenye hiyo njia, upiti. Njia yenyewe inakukataa. Mathayo 7:13-14. Ama andika, ukiwa unajikumbusha, ukikaa nyumbani unajikumbusha. Fanya mbongo zako, fanya biashara nini, vaa suti, fanya vyote. Lakini maandiko nayokupa ni ya kujikumbusha. Sawa? Haya, soma. Mathayo 7:13. Inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba. Maana mlango, haya maneno alikuwa ni nini? Tujibu pamoja, alikuwa maneno ya nani? Yesu. Sasa Yesu anashauri. Anza tena. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba. Maana mlango ni mpana. Na njia ni pana. Na njia. Tunataka kuona njia. Njia ni pana. Iendayo upotevuni. Inayoenda upotevuni. Nao ni wengi waingiao. Nao ni wengi. Wengi. Wanafanya nini? Waingia kwa mlango huo. Kwa mlango. Msomo gani? Mstari wa 14. Bali mlango ni mwembamba. Bali mlango ni mwembamba. Na njia imesonga. Na njia imesonga. Iendayo uzimani. Inaenda wapi? Sio maneno yangu. Nao waionao ni wachache. Nao waionao ni wachache. Sasa ngoja nikuongezee. Subiria tukasome kwenye Luka. Ukaone kwenye Luka nayo Yesu anasemaje. Hii ni kwenye Mathayo. Bwana kwenye Luka. Jamani, haya mambo mimi mwenyewe nilikaa chini. I remember miaka nyuma kuna vitu fulani sasa kwenye Biblia nakata kabisa. Nakata. Ndio Mungu. Maybe hawa atakosea kabisa. Kikosa kuandika. Mbona this can never be possible? Haiwezekani. Anaita ni true. Hata mwaka jana nilikuwa kwenye rehearsal ya maombi ya kufunga miezi kadhaa. Nyoga niliingia maombi sifungi. Sasa kwa na rehearsal ya miezi 4 na kwa na fasting prayer. Na natumia muda mwingi kukaa kwenye maombi na kujifunza. Wakati nilikuwa kwenye yale maombi, nilikuwa namsikiliza mzee wetu, mzee Kakobe. Sawa. Nilipenda sana kumsema kwa sababu mimi nimekuja mbona mimi hawana mbwembwe. Yule mzee alibidi kusikiliza na kufanya kitu kama hivi kwa sababu Mungu mbona mbinguni hapo kabisa. Mimi mwenyewe nikasema Mungu mbinguni hatuendi. Kwa hiyo nilichobaki nacho nikabakia kumwambia Mungu help me, help me. Kama huyo anasema hivi na anakuleta mistari, ongea tu. Anakuonyesha jinsi Bible. Hivi mfano, ngoja tu asiongelee hicho, lakini ngoja nikupe chemsha bongo. Haujasoma mahali fulani Mungu alikataza kwenda na Israeli kwa sababu ya mapambo. Mungu ni kitabu cha Kutoka. Alikataa kwenda nao na walivung'ang'ania aende nao. Cha kwanza alichomwambia Musa, waambie wavue mapambo yote. Alafu ndio niende nao. Wakavua. Ipo katafuteni. Swali langu, kwa nini Mungu akatae kwenda na watu kwa sababu ya mapambo? Sasa sio mada. Lakini ni vitu viko kwenye Biblia. You have to discuss yourself. Okay. Kitabu cha Luka.
13 kuanzia mstari wa 22. Soma. Luka 13 mstari wa 22. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Mstari wa 23. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Akawaambia. Mstari wa 24. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Sio mimi nasema. Mimi I show you. Sio mnanielewa. Mimi nawaonyesha. I'm here to show you. Na mimi siku zote kitu naoiamini pekee ni Biblia. Siaminiki maneno ya mtu, siaminiki stories za mtu. What I believe ni Biblia. Kwa nini? Yesu alisema mkipenda atashika maneno yangu, mtashika amri zangu. Kwa kitu pekee nachokiaminiki na kukisoma na kujaribu nini, na mimi nikija story yangu na wewe ni nini? Biblia. Sio fulani alisema. What do the Bible say? Sasa kwenye hicho ambacho Biblia inasema, sawa, Biblia inasema, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Na waliuliza kabisa, Bwana Yesu, waliokolewa ni wachache? Haijawekwa ndio, sawa? Hajaweka neno ndio, lakini angalia alichosema. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana naambia kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Yaani wengi wataokoka, watachapa na injili, naenda mbinguni, watafeli. Sio mimi nasema. Watafeli. Wengi. Tuendelee. Wewe kama maandiko hapo mtosha, tuendelee na mstari. Kama maandiko na kushauri andika, weka tu cha kusema. Tuendelee na Waebrania 12:14. Waebrania 12:14. Musa na ng'ombe zake na upako wote wa maji kuwa damu na chochote kile alifanikiwa kupeleka na kuwafikisha watu kwenye destination. Watu wangapi? Wawili. Sawa? Na ndio maana mimi namjiaga Mungu. Nikifanikiwa kupeleka hata wawili, soma. Waebrania 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na amani inajileta au inatafutwa? Inatafutwa. Nauliza swali. Amani inajileta au unatakiwa utafute? Inatafutwa. Endelea. Na huo utakatifu ambao ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Sasa swali, utakatifu unajileta au unatafutwa? Unatafutwa. Sawa. Unatafutwa, una struggling, you have to struggle for me. Upate. Tuendelee. Tito sura ya 2. Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Ndio. Inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Sasa, kitu hapo kinachoongelewa ni neema inayookoa wanadamu wote imefunuliwa. Take note, kule Yesu kasema wanaenda wachache. Ila neema imefunuliwa. Sawa? Amen. Usije ukasahau. Hivi ni vitu you have to compare. Yesu anasema wachache, lakini neema kwa watu wote imefunuliwa. Tuendelea kusoma. Mstari wa 12. Ndio. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Nayo neema yatufundisha kukataa nini? Ubaya. Sikiliza niwaambie watoto. Neema sio kwa ajili ya kukupeleka mbinguni. Kuna watu wanazaniaga tunaenda mbinguni kwa neema. Hakuna. Hatuendi mbinguni kwa neema. Wala kuna ile andiko linasema tunaokolewa kwa neema. Haimaanishi utafsiri hivyo.
Kuna vitu viko nyuma yake vingi, lazima upite Biblia yote. Uende kwa nini anasema tunakula kwa nini? Uelewe. Mbinguni hatuendi kwa neema. Kuna watu hawajaelewa bado. Twende kitabu cha Yakobo. Maana neema inatufundisha kukataa nini? Ubaya. Twende Yakobo. Ili uelewe, kwa sababu sometimes ukiongea neema ikupeleke mbinguni. Sasa mchungaji anasema nini? Twende Yakobo sura ya 2 mstari 26. Inasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Sasa sikilizeni, kabla ya hiyo twende Waebrania 10:38. Hii ndio ilitakiwa tangulia. Waebrania 10:38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ataishi kwa nini? Ataweka nukta. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Yaani ukitaka kugombana na Mungu, kitakachofanya ugombane na Mungu ni nini? Imani. Kinachofanya uende na Mungu vizuri ni nini? Imani. Na kwenye imani ukijivuruga, Mungu anakuacha. Ndio maana Biblia inasema roho yangu haitakuwa na amani wewe. Mungu anakuacha kwa sababu ya nini? Imani. Sio kwa sababu ya neema. Kwa mbinguni kinachotupeleka sio neema, ni imani. Imani ndio itafanya tutembee na Mungu mpaka tufike nini? Safari. Neema kazi yake ni nini? Neema kazi yake ni kutusaidia. Ni mkono wa Mungu unapokuwa muumbaji na unapokupa nafasi wa mkono wa Mungu, unakuja kukusaidia uwe mtu wa imani. Kwa neema impeleki mtu mbinguni. Neema ni msaada wa Mungu kukusaidia. Ndio maana ukiona unateswa na dhambi, usikimbie, usitoke kwa Yesu. Endelea kujikaribia. Biblia inasema karibia kiti cha neema na rehema. Kwenye Waebrania sura 5. Tukikaribia kiti cha neema na rehema ili tupewe nini? Neema. Ukiona kuna dhambi inakutesa, tatizo lako ni moja, neema inafungua, msaada wa Mungu kwako unafungua. Kwa unarudi kwa Mungu kumtafuta kwa kufunga, kwa kuomba, kwa kutubu, mpaka Mungu akupe nini? Neema. Mungu akishakupa neema, neema inakufanya uwe mtu wa imani. Na ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura 11, Biblia inasema kinachompendeza Mungu kwenye maisha yetu ni hicho. Hiyo imani yetu. Imani pekee. Yaani Mungu akikuona wewe ni mtu wa imani. Sasa imani ni nini? Imani huja kwa kusikia neno la nani? La Kristo. Kwa mtu mwenye imani ni yule anayesikia maneno ya Mungu na kuyatii. Kwa imani ni kutenda vile Biblia inasema. Simple. Sawa? Imani sio mimi naamini tapata kesho milioni moja. Hiyo sio imani. Kwa ni ujasiri kujificha yourself. Unanipa ujasiri. Na mimi imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Mungu ndiye anayekusemesha. Kwa cha kwanza kabisa tunajengwa kwenye maandiko ambayo yamewekwa, imeandikwa. Akina Ibrahim, akina Yakobo na wengine wote mpaka Petro wakati amekaa kule darini anaomba. Si umesoma hiyo? Wakati amekaa anaomba kule darini kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Alipokuwa anaomba akashushiwa kitu. Biblia inasema kitambaa kikubwa. Kule ndani kwa kuna kila mnyama. Alafu kulikuwa kuna nyama ambao wa Agano la Kale walikuwa ruhusifu wala nguruwe na nini na kila kitu. Mungu akamwambia chukua ule. Alichojibu, sijawahi kujinajisi kwenye maisha yangu. Sawa. Tuko pamoja. Sijawahi kujinajisi. Mungu akamwambia nimevitakasa. Kwa hiyo kuanzia leo havikunajisi. Maana nimefanyaje? Nimevitakasa. Sasa Mungu kashatakasa uchinzi. Mungu kashatakasa ugomvi, hasira, kiburi. Kashatakasa. No, alitakasa wanyama. Haya mengine yaliyoandikwa usiibe, usizini, usiongee usuda, usiwe hivi, walevi hawaendi mbinguni, wagomvi, wachawi, wasanamu, sijui nini hawaendi mbinguni. Yote is the same. Lazima usijinajisi kwa hayo. Tuko pamoja?
Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu ambacho labda tufundishane kidogo. Baadaye mimi naambia watoto, mimi ni mwalimu wa neno. Na neema ya kujua hivi vitu. Baada ya kukaa sana kwenye maombi. Biblia imeongea kuna njia ngapi za kutakaswa? Mwenyewe kujua anaonyesha. Tunatakaswa kwa njia ngapi? Nyosha mkono. Kama una uhakika unajua tunatakaswa kwa njia ngapi? Nyosha mkono. Alipata mmoja? Hata taja hata moja basi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio kuonyesha lakini kwa maandiko. Tunatakaswa kwa njia tatu. Na zote lazima uzitumie ndio utafanikiwa kutakaswa. Njia ya kwanza kabisa ambao wanadamu wanatakaswa kwayo ni damu ya mwana-kondoo. Ni njia ya kwanza, lakini hiyo haitoshi kwa kuwa ziko tatu. Ukitumia moja utashangaa umefeli. Njia ya kwanza ni damu ya mwana-kondoo. Damu ya Yesu. Utaikuta kwenye kitabu cha Ibrania, soma kule kwenye Ibrania utaikuta. Itapita kule utaona. Sawa. Njia ya pili, maandiko yanasema tunatakaswa kwa neno. Yesu akasema watakase kwa hiyo kweli. Neno lako ndio kweli. Sasa hapa ndio kuna mchichi. Neno la Mungu linakutakasa. Cha kwanza ni damu ya Yesu. Bwana Yesu nisafishe, nitakase. Atakusafisha lakini ataachia sehemu nyingine. Neno lako watakase kwa hiyo kweli. Neno lako ndio kweli. Iko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17. Watakase. Narudia tena. Kwa hiyo kweli, neno lako ndio kweli. Kwa tunatakaswa kwa njia ya pili neno. Sasa hapa ndio kuna mtiki nimesema. Neno la Mungu halikutakasi kwa bla. Neno la Mungu linakutakasa kwa kuliishi. Kwa kuliishi. Kila jambo kwenye maisha haya limeshazungumziwa kwenye neno. Lipo kwenye Biblia. Unavyolitenda kama ilivyoandikwa unatakaswa. Well, it is a practical life. That's why huwaga naambia watu yangu moja ngumu sana. Ni rahisi mtu akitubu dakika hii kwa kweli kabisa kutoka moyoni. Akitubu dakika hii akafa kwa ni rahisi akaenda mbinguni. Lakini ni ngumu sana ukitubu alafu ukapewa siku tatu. Unaweza kuokoka leo alafu baada ya siku tatu ndio. Kwa sababu ukishapewa nafasi ya kuishi lazima uishi neno la Mungu ili kutakasa. Ukifeli kuishi kwenye neno la Mungu, Mungu atakata. Sasa ile siku tatu kuna viwango vyake. Sio lazima ujue vyote lakini kuna vile viwango. Wewe ulitubu hapo umerudi kuzimu. Wewe ulitubu hapo no. Kuna viwango vyake. Sawa. Kitu cha tatu kinachomtakasa mtu ni maombi. Yanamtakasaga mtu. Yaani mtu anaviomba. Kwa nini maombi yanamtakasa mtu? Unapoomba sana. Kuomba ni kufungua mlango Mungu akukaribia. Kwa cha kwanza Mungu huwa anaruhusu neema yake ya kukutakasa. Ndio anaendelea kukukaribisha. Au kukaribisha. Sawa Kwa njia ni tatu. Mtu muombaji sana huwa anakuwa mtakatifu. Na hizi zote ni applicable. I tell you true. Watumia damu yako. Nioshe. Amen. Afu toke hapo, unaenda kulala na unarudi tena. Wewe ni mtakatifu. Lazima ukubali damu ya Yesu kukutakasa. Utoke hapo uende hatua ya pili. Uanze kupiga mazoezi kwa yale maandiko na maelekezo ya neno la Mungu. Usifanye hiki au fanya hiki hivi. Tenda vile. Cha tatu lazima mtu wa maombi.
Kwa sababu pia mimi nimechokiona, wakati mwingine naweza nikaingia kwenye maombi nikiwa nina hali fulani ya dhambi, lakini nikitoka kwenye maombi natoka bila kitu. Natoka nikiwa mpaka roho yangu inanishuhudia sasa kwenye mtakatifu. Sawa? Amjelewa bado. Mtafute mtu yote yule ambaye anasumbuliwa na addiction ya kujichua au ya pornography. Ukimpata kama ni mwaminifu, akitoka kutenda dhambi kwa sababu anajisikia ni mwenye dhambi kweli. Kwani Roho Mtakatifu anamshuhudia ndani mtenda dhambi. Lakini nenda naye maombi. Msusa akitoka hapo anajisikia ni hana dhambi kabisa. Anasikia ndani hana dhambi. Ametakaswa kwenye nini? Maombi. Na hii ipo kwenye Biblia, sina muda wa kuonyesha. Tunatakaswa kwa damu ya Yesu. Tunatakaswa kwa neno la Mungu. Tunatakaswa kwa maombi. Mtakatifu sio lele mama.